Siasa ambayo wazalendo wanayo ni ndogo zaidi ya nguvu alionayo, na hichi ni kitu ambacho nimekiimba sana. Nguvu ya jeshi huwa inasapotiwa na siasa, lakini jeshi likiwa na nguvu, siasa ikiwa ndogo, hii nguvu haitafanya kazi kwa kiwango chake kizuri. Ndio maana ninalia kila siku, wanasiasa wa Uvira mko wapi? Wanasiasa wa Fizi mko wapi? Ni wanasiasa wa maujutu. Kwa nini usisimame 100% kama ambavyo amesimama Foka Mike? Foka Mike amekuwa ministre, ametoka amevaa magambuti, analiwa na mbu, anakula chakula ambacho hakina mafuta kwa sababu ya kutetea patri. Fizi nao hivi, Fizi mtakuja kuambiwa baadaye na hawa wanasiasa wenu kwamba sisi ni wazalendo. Ni kweli watu wote hawawezi kuwa porini, lakini hata kama uko porini, jionyeshe uzalendo wako. Sio ndoto kwamba ilikuwa kwenye akili nikaamka imeishia, ipo kwenye akili atajua nitakayomhadisia. Vita sio ndoto kwamba inatendeka kwenye usingizi inaishia huko. Vita ni vingine, inamhitaji Fachi Beto kulindwa na wazalendo. Wameona M23 mpango wa kwenda na vita, sasa watachelewa. Kwa maana kama kupita Uvira imekuwa kizungumkuti. Plani walikuwa nayo wapite ho plateau, waje Minembwe, wakamate Baraka, waje hivi, bado wanaona kuna mushikeri, yani bado wanaona kuna ugumu. Na hizi sone ambazo zinapigwa sasa za watu wanaoziba, wanaokaa njiani, treni inapopita ya mzee William Amuri ya Kutumba, treni inapopita, sone zinazopigwa haziwaachi watu salama. Hata wale wasaliti wanaonekana na wenyewe kuanza kukosa pa kwenda. Mahakama Constant Mutamba na yenyewe haiachi watu salama. Sasa ndio maana vita huwa vinapigana namna zote. Wamepanga mpango huu sasa wa M23. Huu ni mpango wa ndani wa siri sana, irisha. Wamepanga wapigane vita ndani ya siasa zaidi sana. Vita vya M23 vya risasi viwepo kama vilivyo, lakini wawekeze tena akili nyingine kubwa kwenye siasa, na sio siasa za mikoa, lakini siasa za Kinshasa. Kwa maana ya kama ingewezekana wakamate Kinshasa, lakini kwa kuwa Fachi Beto le Concaser hizi taarifa anazo, taarifa moja ambayo anaikosa na anayotakiwa aifanyie kazi usiku wa leo kuamkia hata kesho, ni kujitahidi sana wazalendo ambao hawajuani naye kimaslahi wala faida ya nchi, wameonyesha uzalendo wao. Sasa hao ndio wanaotakiwa wakae nyuma Fachi Beto, wakae mbele yake, wakae kushoto na wakae kulia kwa sasa hivi. Kwa maana FARDC wanaolinda ikulu hatuna DNA ya kujua huyu mtu iko korompi ama hayuko korompi. Sasa kwa kuwa mzalendo, hasa mzalendo ambaye anaonekana yupo kwenye ligne de front, huyu ndiye anayetakiwa akanyage ikulu na atawale eneo la ikulu. Katika jeshi ni mambo ya kawaida sana, maaskari kuhamishwa kupelekwa maeneo na maaskari mengine kutolewa eneo kupelekwa eneo. In urgence il faut garde presidentielle ibadilishwe haraka sana. Sijasema Kinshasa kutakuwa vita, sijasema Kinshasa wanaprepare coup d'etat, sijasema Kinshasa wanaprepare kuasasine mtu, hapana. Lakini politiki ambayo tunayoiba il faut kuirishance sana Kinshasa au point de vue sécuritaire, et surtout sécurité ya armée nationale, et surtout armée présidentielle. Lazima wazalendo wamzunguke Rais Fachi Beto le Concaser, wasimame na yeye. Na hii taarifa nimepeleka haraka sana ili washauri wa rais wa lugha ya Kiswahili. Sasa hili ndilo ambalo mzee wa habari mbichi amelisema, mzee wa kufukunyua. Marais wengi wamebadili majeshi sana ikulu, katika vikosi ambavyo vinabadilishwa kuliko vikosi vyote duniani, vikosi vya ikulu. Ndio maana rais akiingia, jambo la kwanza ni kubadilisha mabodyguard, analeta wa kwake, tofauti na wale wanaoitwa bodyguard wa rais. Lakini bodyguard ama ikulu guard, niseme hivyo sasa, lazima wazalendo walinde ikulu. Ninajua ndani ya ikulu wa rais wako deja maelema ya wazalendo ya kutosha, wako deja maelema ya wazalendo ya kutosha ambako ndani ya kine ambao rais wanategemea. Sasa ninaomba idadi iongezwe zaidi, na idadi itakapoongezwa zaidi ya wazalendo watakaovaa nguo ya FARDC lakini wamebeba damu ya kizalendo, bado italeta homa kwa movement hii.
kwa maana Nord Kivu wamekwisha kukwama. Lubero hatuongee tena habari za Lubero, RFI waseme tena Lubero, VOA waseme tena Lubero, hata kama wamefungiwa VOA ya Kiswahili, lakini huwa vinasema vyombo hivyo vya habari pale ambapo wanaona kuna avantage ya M23 RDF, lakini wakiona kuna desavantage zao huwa watangazi. Kama hivi Nyangezi siku Kaziba ilikamatwa na M23 RDF, walisema sana RFI yani mara 3 mara 4 kwa siku, lakini baada ya Kaziba kurudi kwa wazalendo, yani ni kama waoni hizo habari hivi, yani wanapita pita. Na sisi tuseme wazee wa habari mbichi, hii ni message ambayo iko direct. Fachi Beto Le Concasseur, lazima uwaamini wazalendo vile ulivyoamini ukaweka 10 pale ku presidentiel, basi hivi wanahitajika 200 ku presidentiel. Hili ndilo jeshi ambalo linaloibeba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaomba Fachi Beto haraka sana hii taarifa imfikie wazee wa Kiswahili, fikisheni hii taarifa kwa rais, aongeze idadi ya wazalendo, kwa maana mpango unaopangwa baada ya kukwama upande huu huo wanajaribu upande huo, na ndio upande wanaotaka wajaribu ku garde presidentiel. Waza vijana mtinge ikulu. President Tshisekedi anahitaji ulinzi mkubwa wa kizalendo, sio wa kifardese, kwa maana hapa tumeshaona makapi maana magugu tumesha sepa na kuyapepesa. Nipeleke ujumbe kwa wazalendo kila eneo. Wazalendo tafadhali, mmefika Runingo, wazalendo Nyangezi, kila maeneo ambayo mmefika, yako maeneo mengi ambayo vyombo vya habari tumedevoile siri nyingi za maadui, kwamba wanaficha watu ndani ya manyumba, ndani ya mahoteli. Na ninyi wenyewe baada ya wazee wa habari mbichi kusema habari hizo, mmeenda kufuye na mmekuta really vile mmekamata askari wengi wa wageni ndani ya nyumba, mmekamata mali nyingi za wageni ndani ya nyumba. Sasa na hao wanaolaza wageni kwenye mahoteli, maana yake ni watu wanapigwa hela za wageni, wanakubali. Hawa makapita hawa wenye viti wa vijiji, mashefu de localité, mashefu d'avenue, wanaokubali nyumba za watu wa kijiji chao kikaemo wageni, maana yake na wenyewe wakapita hawa ni watu ambao wameshanunuliwa na M23. Sasa amwezi kuwa mnafanya demi-tour à arrière, demi-tour avant, demi-tour à gauche, demi-tour à droite. Ndio maana ninasema wazalendo, you need the strong leadership. Mnahitaji na politiki ya leadership ndani yenu. Ba politician mko wapi? Mungu wangu, nitasema nitacho. Sijui politician bako wapi. Hivi ilihitajika moja kwa moja, hata kama ni kijiji cha shefu d'avenue, kila eneo ambalo alikuwemo Mnyarwanda kwa maana wa M23, wazalendo mkikamata eneo hilo, kwanza mnabadilisha hiyo leadership ilikuwepo hapo. Wekeni mtu wa kizalendo ambaye atatusaidia kuransenyema. Huyu Mwendre Pepe ataripoti kukiwa kitu hakiko sawa, ataripoti. Kwanza kila eneo mlilo linyang'anya kutoka kwa adui, mkinyang'anya tu mnashanje kapita, mnaweka kwanza wa kwenu ambaye mnamwamini. Ndiyo maana yake hii, na hivi ndivyo mtakavyoweza hivi vita kwa urahisi. Sisi tunaongea hivi ndivyo tunavyoweza kuongea hivi, wachungaji. Na vingine msichukulie tu mzee wa habari mbichi anaongea, wakati mwingine mnachukulia mtumishi wa Mungu anaongea jambo hapa. Kwa namna hiyo itaendelea kulainisha vita kuwa vyepesi. Hawa wakapita mnaowakuta ndio wanaoweka elema negatifu ndani ya vijiji vyao. Mnakamata hicho kijiji, huyo kapita aliyelisha maelema negatif 2 mois, 1 mois, 2 semaines, na mwacha bado ni kapita. Maana yake ni sawasawa na paka alikuwa ameiba samaki wako, ukamnyang'anya yule samaki kwenye mdomo. Baada ya kumnyang'anya, ukampiga yule paka kofi moja la kwenye mkia. Tena unakachukua yule samaki ukaweka pale pale. Sasa unafanya nini? Tatizo utakuwa ni nini sasa? Ni paka ama tatizo ni wewe? Kwa hiyo kwa kuwa Fachi Beto anatafutwa kivita, jeshi lake la wazalendo limeonekana kuwa imara, hivi wameongeza asilimia nyingi za kumtafuta Fachi Beto kwa niveau ya Kinshasa, kwa maana ya capital, wanatafuta kwa niveau politique. FARDC watabaki hivyo, M23 wataendelea kupigana, lakini kitengo cha politike ya M23 RDF kimeongeza nguvu na expert kuona namna gani ambavyo wanaweza wakamene politique hadi vaincre politiquement. Hiyo ni alert ambayo mzee wa habari mbichi mchungaji anawapeni, na wazalendo pekee ndilo jibu. Wazalendo wakidominate sana Kinshasa, pia itapunguza nguvu kubwa sana ya politike za coup d'etat, politike za masasina na vinginevyo. Hiyo ndilo kusudi. Nikushukuru sana ndugu mtazamaji wangu.
lakini kuombe pia uwe na tabia kupartager emission hizi. Tunapopartager emission hizi, kwanza tunazisikilize kwa YouTube, lakini pia tunawaelimisha wengi na wengi wanakuwa wanajua kile kinachoendelea. Wazalendo anasema walale waamke vita hivi vimeshapata majibu. Pamoja na hizi taarifa za kupenyeza, Rwanda imeingiza wasnaper kuja kurusha wapigane vita wasniper na nini. Mzee Amuri William Yakutumba siku moja tunamuuliza kuhusu wasnaper, wakasema hakuna sniper duniani ambaye anaweza akafanya usniper zaidi ya mzalendo. Mzalendo ni sniper zaidi ya mzungu. Ndivyo alivyosema mzee Amuri William Yakutumba. Hakuna sniper duniani zaidi ya mzalendo. Mzungu kama yeye ni sniper, atatumia bunduki yake, anajiweka na majani ili asionekane. Ndivyo alivyojibu mzee. Sniper wa mzungu ataweka majani, anavaa vinguo vinavyofanana na lile eneo alilopo ili confuse watu. Sasa yeye anajificha na nguo. Sniper anajificha na nguo, lakini mzalendo hajifichi na nguo. Anasema mzalendo anajificha kwa uwezo wa kizalendo. Kwa hiyo mzalendo anaweza akafika hata alipo huyo sniper bila kuvaa nguo yoyote ya kujificha, akafika alipo na sniper. Sasa sniper manake nini? Manake ni mtu anayelenga shabaha kwa mbali. Ndio sniper, anayelenga shabaha kwa mbali. Sasa mzalendo anavijua hivi. Mzee Amuri William Yakutumba bwana ana mambo ana mambo. Dada Ani Mapendo anasema waache wazalendo waingie Bukavu, wale wabeleji afike wawakute tayari humo. Mimi siaminie tena misaada ya wasoda kutoka nje eti wanakuja kutusaidia. Wazalendo wenyewe wanaweza kumaliza vita hii. Huu ni ukweli dada Ani Mapendo, ni ukweli kabisa. Lakini pia Dedone Bofenda Lofato anasema mzee wa habari mbichi, hii ni unabii, sherti itimilike na tayari imetimilika. Waza wamuchunge rais wetu Beto Le Concassera. Ila pia akasemaje Ani Mapendo, akasema tumesikia eti wazalendo wameambiwa wasingie Bukavu mpaka wasubirie wabeleji. Hiyo ni kweli? Mimi binafsi sifurahie hiyo. Wameambiwa na nani sasa? Wameambiwa na nani? Aliyewaambia, aliyetangaza hiyo taarifa ni nani? Labda tungesikia hiyo. Lakini pia Ahadi Barume anasema habari mzee wetu mtangazaji, mtumishi wa Mungu, tupe mbichi baba, acha wazalendo wamulinde rais wetu juu FARDC ni wasaliti sana, hata wapandishe vyeo hadi FARDC pia ione haya.